Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Juhudi za hivi sasa za upatanishi zinazoongozwa na nchi za kieneo ikiwemo Pakistan kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran zinaripotiwa kufikia mwisho, huku vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu vikitarajiwa kuingia wiki yake ya 6 ikikaribia muda uliowekwa na Donald Trump kuhusu mzozo huo. Iran imewaambia rasmi wapatanishi kuwa haiko tayari kukutana na maafisa wa Marekani mjini Islamabad katika siku zijazo na inayachukulia madai ya Marekani kuwa hayakubaliki. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti siku ya Ijumaa na kuongeza kuwa Uturuki na Misri zinatafuta njia ya kujiondoa katika mgogoro wa kidiplomasia na kuangalia maeneo mbadala ya kuandaa mazungumzo hayo kama vile Qatar ama Istanbul. Hata hivyo, inadaiwa kwamba Marekani inashinikiza baadhi ya mataifa ambayo yana uhusiano wa karibu na Iran kutengeneza mazingira ya kuifanya Iran ikubaliane na mazungumzo hayo. Lakini mataifa kama vile Qatar yamepinga juhudi za Marekani na nchi za Mashariki ya Kati kuhudumu kama mpatanishi mkuu katika mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Jarida hilo pia limeripoti na hivyo kutatiza msukumo wa kusonga mbele na mazungumzo ya kumaliza vita. Ikinukuu maafisa wanaofahamu suala hilo na wapatanishi, ripoti imesema Qatar ambayo iliwahi kuwa mpatanishi wa Taliban na pia katika mazungumzo ya kumaliza vita vya Israel na Hamas iliambia Marekani wiki iliyopita kwamba haina hamu ya kupatanisha katika mazungumzo haya. Qatar ambayo ina kambi kubwa ya Marekani ya Al Udeid imekuwa miongoni mwa nchi zinazolengwa na Iran. Taarifa hizo zimekuja huku vita vikiwa vinaendelea kushika kasi, huku ikitarajiwa kuingia wiki ya 6. Jana Ijumaa ilikuwa mara ya kwanza tangu Februari 28 kwa Marekani kupoteza ndege katika ardhi ya Iran baada ya Iran kuiangusha ndege ya kivita ya Marekani ya F-15E Strike Eagle. Mfanyakazi mmoja aliokolewa siku hiyo ya Ijumaa na msako ulikuwa ukiendelea kwa mara ya pili baada ya ndege ya kivita ya Marekani ya F-15E Strike Eagle kudunguliwa nchini Iran, kulingana na maafisa wa Marekani na Israel. Vita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati vinazidi kuongezeka huku Marekani pamoja na Israel wakiendeleza mashambulizi makubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia ni kile ambacho kinafanywa na Iran kufanya mashambulizi mazito katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel, ikiwa ni pamoja na Tel Aviv na maeneo mengi ambayo ni ya Israel katika taifa hilo. Trump aliambia NBC News kwamba kutunguliwa kwa ndege hiyo hakuathiri mazungumzo ya kumaliza mzozo uliodumu mwezi mmoja na Iran. Idara ya kijasusi ya Marekani imeonya uwezekano wa Iran kupunguza msongamano katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ripoti za hivi majuzi za kijasusi za Marekani zinaonya kwamba Iran haitoweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz wakati ambapo ulimwengu unahitaji, lakini pia karibuni, kwa sababu kushikilia kwake mshipa huo muhimu zaidi wa mafuta duniani kunatoa msaada wa kweli ilionao juu ya Washington. Vyanzo vitatu vinavyofahamu suala hilo viliambia shirika la habari la Reuters. Ugunduzi huo unaonyesha kuwa Tehran inaweza kuendelea kudhibiti mkondo huo ili kuweka bei ya nishati juu kama njia ya kumshinikiza Trump kutafuta njia ya haraka ya kumaliza vita hivyo. Ripoti hizo pia zinatoa dalili za hivi punde zaidi kwamba vita hivyo vinavyonuiwa kutokomeza nguvu za kijeshi za Iran huenda vikaongeza nguvu za kieneo kwa kuonyesha uwezo wa Tehran na kutishia njia kuu ya maji. Trump amejaribu kupunguza ugumu na kufungua tena mlango wa Hormuz ambao hubeba sehemu ya 5 ya biashara ya mafuta duniani mnamo siku ya Ijumaa. Alionekana kupendekeza kwamba anaweza kuamuru vikosi vya Amerika kufungua tena njia hiyo. Kwa muda kidogo zaidi, tunaweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, kuchukua mafuta na kupata utajiri, alichapisha rais huyo wa Marekani katika jukwaa lake la Truth Social. Lakini wachambuzi wameonya kwa muda mrefu kwamba kujaribu kutumia nguvu dhidi ya Iran ambayo inadhibiti upande mmoja wa mlango wa Hormuz kunaweza kuwa na gharama kubwa na kuingiza Marekani katika vita vya muda mrefu vya ardhini. Katika jaribio la kujaribu kuzuia Iran isitengeneze silaha za maangamizi makubwa, Marekani ilikabidhi Iran silaha za usumbufu mkubwa, anasema Ali Vaiz, mkurugenzi wa mradi wa Iran katika kundi la kimataifa la migogoro, shirika la kuzuia migogoro. Tehran inaeleweka uwezo wake wa kuendesha masoko ya nishati ya dunia kupitia mtego wake kwenye mkondo wa bahari. Ina nguvu zaidi kuliko hata silaha za nyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote
endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.